watu ambao ni hatari sana katika ulimwengu huu. Ni watu ambao ni wale watu ambao hawaogopi kufanya maamuzi magumu. Haijalishi gharama ya kile ambacho wanataka kufanya, lakini hawaogopi kuchukua hatua ya uthubutu, ya ujaribu kufanya jambo. Na ni watu ambao wana ile hali ya kutia nia katika kufanya jambo lao, kwamba hichi kitu nimekiona au nimekisikia, ngoja na mimi nikijaribu, ngoja na mimi nichukue hatua. Hawa ni watu ambao hata ukisoma katika kitabu, katika Biblia, utagundua kwamba kuna kipindi kulikuwa kuna kundi moja la watu ambao watu ndio walikuja wakawa wanataka kutengeneza mnara utakaofika mbinguni. Mnara wa Babeli. Kulikuwa ni kundi fulani la watu waliokubaliana. Naamini wazo lilianza na mtu mmoja, baadaye likasambaa kwamba tutengeneze ngome yetu ambayo itatusaidia sisi tuweze kukaa hapa, tusipotee dunia nzima, kwa sababu dunia ilikuwa ni kubwa sana on that time. So wakakubaliana, wakasema tujenge mnara. Mungu mwenyewe aliamua kushuka, akasema ngoja tushuke niangalie kuna kazi inaendelea huko chini ya hawa watu, na maandiko yanasema kwamba hakuna kitakachoweza kuwazuia, kwa sababu wamenia na wamekubaliana na wamefanya kwa umoja. So watu wote ambao wanania, wanakubaliana kufanya jambo kwa pamoja, kwa nguvu, ni watu ambao ni hatari sana kwenye dunia. Very, very dangerous people. So inaweza kawa ni mmoja wapo. Tayari kwambie, kama una hii hali au hii spirit ya kuamua kufanya jambo na kuthubutu na kuchukua hatua, haijalishi gharama, yani uogope kulipa gharama kwenye kufanya kitu fulani ili upate matokeo kama fulani alivyofanya, wewe ni mtu hatari sana. Uwe na siku njema na kutakia wakati mwema. Siku yako ibarikiwe.